Haleluya, haleluya. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ya asubuhi ya leo, kwa neema yake tena tumepata kuwepo. Wacha tukamshukuru Mungu na tuendelee. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu asubuhi hii ya pekee Bwana, tunakushukuru sana kwa sababu umekuwa pamoja nasi ya Bwana. Baba, tunasema asante kwa vile umetulinda, umetutunza mikononi mwako Bwana, umeendelea kutuhifadhi, ametuweka kuwa salama Bwana mikononi mwako hata alfajiri ya leo. Nakushukuru sana kwa sababu ya pendo lako ambalo ni kubwa mno na la ajabu sana, ambalo halina mfano na wala halitapata mfano. Pendo ambalo limezidi akili zetu, pendo ambalo limezidi ufahamu, pendo ambalo limezidi elimu ya kawaida, pendo ambalo limezidi mtazamo na hali ya kawaida. Wewe ni wa pekee, mfalme wa utukufu, and we thank you Baba. Asante kwa pendo hili la ajabu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Alfajiri hii ya leo Bwana, tuko mbele zako tena Baba, tukikushukuru kwa sababu ya neema ya uhai. Asante kwa sababu ya neema hii ya uzima Bwana. Asante kwa sababu ya kila jambo Mungu wetu na Baba yetu. Lakini katika majira haya mfalme, tungali mbele zako tena miguuni pako mfalme, tukikusihi Mungu wetu na Baba yetu kwamba Bwana ukawe pamoja nasi tena Bwana, kwa wakati mwingine na kwa namna nyingine mfalme Bwana, kwa viwango vingine, katika jina la Yesu. Ukizungumza na mtu mmoja mmoja Bwana, ukisema na moyo wangu mfalme, ukisema na moyo wa mtu mmoja mmoja asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo na Mungu aliye hai Bwana, ukileta mabadiliko mfalme na relief mbalimbali katika maisha ya watu wako, ukileta Bwana unafuu, ukileta Bwana ukifungua watu wako mbalimbali katika maeneo mbalimbali kwa utukufu wako Bwana. Asante kwa sababu uko kazini wakati huu Bwana, na uko tayari kutenda for the glory of the name of our Father. Oh my Father, talk to everybody now, kwa sababu Bwana neno lako lina nguvu, tena lina uhai, tena ni kali kuliko panga wao wote ukatao kuwili. Bwana, ninakuomba ukazungumze nasi katika asubuhi ya leo tena kwa wakati mwingine, kwa utukufu wako mwenye haki, nguvu, uwezo na mamlaka. Wewe uketie mahali patakatifu ambako nondo na kutu huko hawafiki wala hawaharibu huko. Bwana, asante kwa sababu uko tayari kuzungumza na mtu mmoja mmoja Bwana, na hii yote ni kwa sababu tu ya utukufu mkubwa mno wa jina lako, wewe uliye mtakatifu na Bwana wa mabwana, mfalme wa mbingu na nchi. Bwana, ninakushukuru Bwana wa majeshi, Mungu ndio jina lako mfalme. Asante kwa sababu uko pamoja nasi, na mahali hapa Bwana kumejaa utukufu wako, neema yako kubwa imejaa mahali hapa. Asante Bwana Yesu kwa sababu Mungu mtakatifu unafanya mambo ya ajabu hata alfajiri ya leo tena, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. And everybody say amen in the name of Jesus. Basi asubuhi ya leo tunamshukuru Mungu sana. Naomba tuendelee, na kama uko na mahali pa kuandika unaweza kaendelea kuandika wakati huu, unaweza kuendelea kuandika kama uko na mahali pa kuandika, na kama hauna mahali pa kuandika basi sikiliza vizuri na tuende pamoja katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Ninamshukuru Mungu sana kwa sababu ya hii asubuhi ya leo, na namshukuru Mungu kwa sababu ya haya mapambazuko. Nikukaribishe ndugu yangu mpendwa mbali, inaweza kuwa tufuatilia kutoka mbali kwa kupitia mitandao ya kijamii. Nikukaribishe sana mtumishi wa Bwana kwenye Facebook. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Nikukaribishe katika mapambazuko ya kizazi cha wamtafutao Bwana. Sisi asubuhi tukiamka hatuamki na mambo mengine. Tunaamka mbele za Bwana. Tunaamkia mbele za Bwana, na tuna kwenye mapambazuko yetu haya tuko na mambo tunaseti asubuhi katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Yes, asubuhi sisi hatuamki na vitu vingine, tunaamka na Bwana. Tunaamka mbele za Bwana. Tunamkia mbele za Bwana, tunaendelea humo na tunakuja mbele zako ajili kuzungumza naye, na ili kwamba aweze kutupatia mwelekeo wa siku hiyo unaendaje. Haleluya, haleluya. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako ambaye moyoni mwako umetia nia ya kumtafuta Mungu. Umetia nia kwamba unamtaka Mungu. Kuna vile ambavyo unasikia shauku ya kumtafuta uso wa Bwana. Mungu akubariki sana. Kile ninajua ni kwamba Mungu anatafuta watu ambao watasimama kwenye space ambayo imeachwa wazi mahali fulani, kwenye familia na kwenye maeneo mbalimbali, ili kwamba aweze kutenda mapenzi yake, ili aweze kuyatimiliza makusudi yake. Hata wakati ambapo Sauli aliharibu, Mungu alitafuta mtu. So wacha nikwambie, inawezekana kumekuwa na hali fulani hivi na vile, lakini Mungu anazungumza na wewe kwa sababu ana haja na wewe, na kuna jambo anataka kufanya kwako, kwa familia yako, na kwa taifa kwa ujumla, na kwa ulimwengu mzima kwa ujumla. Kuna watu ambao, kuna jamii ya watu ambao inahitajika kupata msaada kupitia wewe. So you have to become a spiritual giant in the name of Jesus. So
God seekers, we are spiritual giants. Hallelujah, hallelujah. Let me say it again. God seekers, we are spiritual giants. We are more than conquerors. So, no matter what, but we know that our God will do everything for his generation. Hallelujah. Let's continue now. Tunamshukuru Mungu, tumekuwa tukiendelea na kuangalia nguvu ya msamaha, nguvu ya kusamehe, nguvu ya kusamehewa, nguvu ya kuachilia. Bwana Yesu asifiwe. Ile nguvu ya kusamehe. Na tumesema hivi kwamba wakati mwingine mtu anaweza kudhani, hii nairudia mara kwa mara kwa sababu inawezekana wewe haukuwa pamoja na sisi jana. Nasema hivi, inawezekana mtu wakati mwingine anaweza kadhani kwamba amesamehe. Yaani anadhani, anafikiri tayari yeye amesamehe, hana shida, mimi sina shida. Tukimuuliza, jana nilisema hivi na niongeze leo kusema hivi kwamba, au nirudie kusema hivi kwamba, watu wengi hasira yake inapopoa anakwambia mimi natangaza msamaha, nishasamehe, lakini kumbe amefunika lile jeraha kwa nje. Lile jeraha limefunikwa, limemwagiwa udongo kwa nje. Ukiliangalia ni kama limekaukaga, linaelekea kuwa kovu, lakini kumbe sivyo, ndani bado ni bichi, lina damu. Kwa sababu yeye hakujua. Hasira ndiyo imeondoka, lakini kilichozaliwa, kile kiumbe kinachotokana na hasira bado kinaishi, ambacho kinaitwa nini? Chuki. Jamani, Yesu na atusaidie sana. Na iko hivi, naomba uelewe hivi, hasira inamzaga chuki, na chuki huwa anazaga uadui, na uadui unaweza kuzaa dhambi nyingine. Yesu na atusaidie sana. Kwa hiyo ni muhimu sana ukaelewa. Watu wengine ana hasira inapoa na anadhani ndio ameshasamehe, kumbe ni hasira imepoa, chuki imebaki. Mahali utakapokuja kugundua kwamba huyu mtu bado ana chuki, ni wakati ambapo kuna mambo fulani atakuwa yanatendeka ambayo pengine zamani alikuwa anamfanyia yule mtu aliyemkera, aliyemuudhi, aliyemkasirisha, lakini sasa hawezi kufanya kwa sababu kuna hali fulani anasikia ndani yake, sitaki mahusiano. Sio kwamba hutaki mahusiano, issue ni kwamba hujapata neema ya kufanyaje, ya kusamehe. Bado hujasamehe, maana ungelikuwa umesamehe kabisa, umeachilia, kusinge kuwa na maumivu ndani ya moyo wako. Nimesema hivi, tafsiri ya kusamehe, ili uhakikishe kwamba umesamehe, kukonfirm kwamba umesamehe, ni ile hali kwamba unapokumbuka lile tukio lilofanyiwa hakuna maumivu ndani ya moyo wako. Hiyo hapo tunakubali kweli umefanyaje, umesamehe, lakini bado lakini yule jamaa hiyo bado unapaswa kufanyaje, kurudi na kurekebisha. Yesu na atusaidie sana. Sasa tuendelee. Jana tulisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 27 na 28, ndio tulisoma pale jana. Yes, jana alfajiri yetu ile tulisoma 27 na 28. 26 na 27, ambapo neno la Mungu linasema muwe na hasira lakini msitende nini? Dhambi. Nikasema hasira inazaga chuki, na chuki, yani chuki inazaa uadui, na uadui unaweza kuzaa tukio lingine baya zaidi. Lakini nikasema hivi, kila umefanyiwa, unapokasirishwa, huenda reaction yako inaweza kusababisha kwamba wewe ndio ukaonekana mkosaji kuliko yule aliyekukosea. Tuache hiyo na tuendelee mbele. Yesu na atusaidie sana. Anasema jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Hii ni muhimu sana kuangalia kwamba bado usikae na uchungu. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana. Ila elewa jambo hili kwamba mtu ambaye anakosea na anaona hawezi kuomba msamaha, sikia, iko hivi, kuna wakati mtu anaweza kumkosea hata mtoto mdogo. Kama umemkosea, haijalishi hata kama ni mtoto mdogo, unapaswa kuomba msamaha. Popote pale ambako unafanya makosa, unapaswa kuomba msamaha. Haitajalisha huyo uliyemkosea ni nani. Narudia tena, haimaanishi kwamba yani ili tuombe msamaha niwe tumewakosea watu fulani, wazee fulani, watu fulani wakubwa. Hapana. Jamani, naomba uelewe, kuomba msamaha ni wakati wowote na kwa mtu yoyote ambaye umemkosea. Hii haina muda na haina rika. Kwenye habari ya kuomba msamaha, haina muda na haina rika. Yesu na atusaidie sana.
Kwa sababu hiyo, unapokuwa umekosea, kuwa mwepesi wa kwenda kuomba msamaha. Lakini pia ni muhimu ukajua, unaposhindwa kuomba msamaha, kama wewe hutaki kuomba msamaha, manake wewe umejikinai. Yesu anatoa mfano mmoja wa mtu mmoja ambaye Biblia inasema ni Farisayo na nani na mtoza ushuru mmoja. Waliwahi kwenda hekaluni wote kwa pamoja. Wameenda hekaluni, wameenda kanisani wote wawili, kila mtu kwa sehemu yake, lakini wameenda kwa pamoja. Wakati wamefika pale kanisani, wamefika hekaluni, Farisayo akasimama mbele karibu na madhabahu, kwa sababu anaona ana haki. Kwenye kuomba kwake akasema, Mungu nakushukuru sana, mimi sio kama hilo jamaa hapo litoza ushuru hilo. Mimi sio kama hilo jamaa hapo nyuma yangu. Akajisifia, anafunga, anatoa zaka, akazungumza mambo yake yote anayojua mbele za Mungu. Alipomaliza, yule kule mtoza ushuru yeye alikuwa anaendelea. Wakati jamaa anajisifia hapa, yeye hata kuinua macho mbinguni hawezi. Kwa hiyo ameangalia chini, anapiga kifua, anasema, Baba naomba unisamehe, mimi sistahili kwa chochote. Na Yesu mwenyewe anakiri, huyu ni Yesu mwenyewe ambaye ni Mungu, ndiye Bwana wa ukombozi. Mwenyewe anathibitisha kwamba aliyetoka pale amehesabiwa haki, si yule ambaye alikuwa anatoa zaka, sio anafunga, anafanya no. Aliyehesabiwa haki wakati wa kutoka pale ni mtoza ushuru. Kwa nini? Kwa sababu yeye alikuwa mnyenyekevu. Na Yesu akamaliza kusema hivi, anayejiinua anashushwa na anayejishusha anainuliwa. So kutokuomba msamaha ni sehemu ya kujiinua, ni sehemu ya kiburi. Hiyo ni dalili za kiburi, za kujikinai hizo. Yesu na asifiwe. Nasema hivi, kutokuomba msamaha ni sehemu ya kiburi. Haleluya. Naomba uelewe, yani kutokuomba msamaha manake wewe una kiburi. Hicho ni kiburi. Kutokuomba msamaha ni kiburi. Yesu na atusaidie. Sikia, wewe unaweza kuwa ni baba. Yes, you're a father. Pale nyumbani kwako wewe ni baba. Lakini kuna vile umemkosea mtoto. Umemkosea kabisa, ni mwanao ni kweli, lakini umemkosea. Ukweli ni kwamba umefanyaje? Umemkosea. Na kama umemkosea, you have to go and apologize. Nenda kamuombe msamaha. Yes, nenda. Humble yourself before him. And umwambie, my son, yes, hapa nimekukosea 1 2 3. Naomba unisamehe mwanangu. Yani kabisa, yani hata kama wewe ni baba ni kweli, hata kama una ndevu zenye mvi zimejaa, ni nyeupe, hata kama ikoje, hata kama una mvi imejaa kwa kichwa, lazima uapologize. Kama unataka usalama wa roho yako, kama unaitaka mbingu, lazima. Yesu na atusaidie sana. So ni muhimu sana kushika hii. Lakini usipokuwa unasamehe, kama huwezi kuomba msamaha, kama huwezi kuomba msamaha baada ya kukosea, ni kusema hivi, wewe unamwambia Mungu, God, I'm not your type. I'm not of your type. Mimi si wa aina yako, mimi si wa kwako. Yes. Ni kama kusema hivi, kumwambia Mungu, mimi sitokani na wewe. Yaani kutokuomba msamaha ni kumwambia Mungu, mimi sitokani na wewe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hana hiyo tabia. Yesu natusaidie sana. Mungu hayuko hivyo. Anatuagiza tuombe msamaha. Kama huwezi kufanya hivyo, manake wewe si wa. Haleluya. Kwa ni muhimu sana. Yaani kuomba msamaha ni muhimu. Baada ya kukosea, kuomba msamaha. Narudia, haitajalisha wewe ni wa level gani ya umri. Haijalishi wewe una namba ngapi ya umri. Una miaka mingapi duniani, hata kama ungekuwa na miaka 300 kama Kobe. It's okay. Lakini kama umemistake, kama umekosea, shuka chini, omba msamaha. Nasema hivi, haijalishi wewe ni wa cheo gani, uko na nafasi gani, aidha kanisani ama popote pale, wewe ni political ama vinginevyo, ili mradi umemistake, nenda kwa yule uliyemkosea, hata kama ni mdogo kuliko Piliton, nenda kaombe msamaha. Atusaidie Mwokozi Yesu. Yes, ndio. Kama unategemea siku moja utaingia mbinguni, kama unataka kuingia mbinguni, unataka kuingia peponi, kama unataka kuingia kule ambako wanasemaga mweka pema peponi, huko, kama unataka kuingia huko panapoitwa pema peponi, lazima uwe mtu wa kuomba msamaha baada ya kukosea. Na haijalishi umemkosea nani, ana umri gani, nenda ka apologize. Huo ndio usalama wa moyo wako na roho yako. Nje na hapo haiwezekani. Salamu ni mdogo. Kamata hiyo kitu vizuri katika jina la Yesu. Yesu asifiwe.
Ni muhimu sana. Yaani jitahidi, umekosea, nenda kaombe msamaha. Wachana na nafasi yako. Heshima yako weka chini. Weka heshima yako chini. Nenda kaombe msamaha. Ni kweli wewe ni bosi, umemkosea mfanyakazi. Apologize. Mwambie kweli hapa fulani, hapa 1 2 3 hapa kwa kweli hapa nimekosea. Wale vijana wakule vijana wanasema hapa nimezingua. Ndio. Kama umezingua, kama umeharibu, nenda kaombe msamaha. Wacha kiburi. Wacha kiburi. Maana kiburi kitakuangamiza. Biblia inaeleza vizuri kwamba kiburi hutangulia uangamivu. Kiburi kinatangulia uangamivu. Shika hii. Na wewe ambaye unaomba msamaha, ni lazima usamehe. Hapo sio ombi. Lazima usamehe. Kwa sababu gani? Mtu anapoomba msamaha, kuomba msamaha ni gharama. Kujishusha ni gharama. Ukitaka kujua, nenda kamuuliza Adamu na Hawa, walishindwa. Narudia tena, kama unataka kujua kwamba kuomba msamaha ni gharama, nenda kamuuliza Adamu na Hawa. Walijaribu, walikosea na mbele ya Mungu kabisa, wakashindwa kuomba msamaha. Ni gharama. Kuomba msamaha ni gharama, sio jepesi. So, mtu anapokuja kwako ana apologize. Acha kujidai sasa, hapo ndio. Maana kuna watu wengine kabla hujamuomba msamaha yuko tu kawaida, si sana, hana hasira sana. Wakati unaenda kuomba msamaha ndo anafura kama kobra. Ndo amejaa anafura kama kobra. Ish. Hakuna hiyo. Yaani sana mtu amekuja kwako na apologize ati kwa sababu ni bosi wako, basi ameamua kushuka, ameamua kuhumble before you, basi unaanza kuona kama wewe umekuwa sana, wewe ndio mkubwa zaidi. Kuna hiyo biashara. Na mimi siwezi kusamehe. Naomba ushike hii. Msamaha hauna masharti. Msamaha wa kweli hauna masharti. Vinginevyo sio msamaha, umelilipia kosa. Ngoja niseme tena. Msamaha wa kweli hauna masharti. Unaenda kumwomba msamaha na kuambia mpaka unipe shilingi kadhaa, mpaka ufanye hiki na hiki ndio nitakusamehe. Hapo maana yake ni kwamba sio kwamba umenisamehe, no, umenipiga fine. Nimelipia kosa langu, hujanisamehe. Ngoja niseme tena. Nasema hivi, msamaha halisi hauna masharti, hauna vigezo. Mtu amekuja ana apologize mbele yako, anaomba msamaha, achana kuweka principles. Msamehe immediately. Jiulize swali, Yesu angekuwekea principles kwenye kukusamehe, ungefanyaje? Wewe ungefanya nini? Unajua kabisa uliua watu, umeenda kumwomba Mungu nisamehe, akwambia ili kwamba nikusamehe wafufue wale uliowaua. Wewe ungefanya nini? Ungesamehe wewe? Unajua kabisa ulimkata mtu na panga, unaenda kumwomba Mungu msamaha, anakuambia sasa ili nikusamehe bwana, futa lile kovu pale. Wewe utaweza wewe? Futa hiyo historia kwamba ulimkataga yule mtu. Futa, wewe ungeweza? So, nataka kusema hivi, mtu anapokuja na apologize mbele yako, anaomba msamaha, achana na habari ya kiburi na wewe. Hata kiburi, msamehe mara moja. Kwa sababu gani? Narudia, kuomba msamaha ni gharama. Ni gharama. Nimekuambia hivi, kama hujui kwamba ni gharama, kamuuliza babu yako Adamu na Hawa, wapigie simu waulize, ama nenda kawatumie email waulize, eti babu yangu Adamu na bibi yangu Hawa, ilikuwaje? Mbona mlishindwa kuomba msamaha? Ndio utajua kuomba msamaha ni gharama. Ni gharama. Yaani kuomba msamaha ni gharama sawa sawa na kusamehe. Hakuna tofauti. Wewe nadhani ni kitu rahisi? Ndio usiwe mwepesi kumkosea mtu. Kwa sababu usidhani ni kitu rahisi. Wewe kujifanya kwamba ukufanyiwa ubaya, unapotezea. Kujifanya mimi sijawahi kufanyiwa ubaya. Lakini ukweli ni kwamba historia inakuonyesha una bonge Yakobo umeshona nyuzi 16. Alikukata jamaa. Lakini leo unajifanya hujakosewa. Ni gharama bro. Ni gharama my sister, sio rahisi. Wewe umemchiti kabisa mkeo. Unajua umemchiti kabisa. Nenda kamwombe msamaha. Watana na hiyo kiburi. Amwamani.
Alafu kuna lugha yenu mnatumia eti mwanaume afumaniwi anakutwa. Shetani ya mguu mmoja. Mwanaume afumaniwi anakutwa, yeye nani? Hakuna hiyo biashara. Yaani eti mzinzi anaonekana mwanamke tu. Acha hiyo, acha hiyo. Wote ni wazinzi na sehemu yenu ni sehemu moja tu, jehanamu ya moto. Kwashi. Kwisha habari. Hakuna ingine. Kwa shetani kule ndio utaenda kukaa. Hakuna ingine. Narudia tena, unajua umemchiti mkeo, nenda hata kama hajajua, maana hiyo kitu itakutafuna bro. Hiyo kitu itakuharibu. Nakwambia, unajua umemchiti mumeo jana, nenda ka apologize, mwambie bwana husband hapa ni 1 2 3. Nenda ka apologize. Na wewe akikuomba msamaha, waachana na kiburi. Samehe. Sasa sio kwamba na wewe sasa useme nitaomba msamaha, nitamwomba msamaha na analazimika kusamehe kwa uchiti. Kachiti na utakufa. Na kuhurumia sana. Wewe ishi maisha ya kuchiti tu. Kufa vibaya sana. Kufa vibaya. Hiyo tabia uache. Usimuumize mwenzako kwa sababu eti yeye ni mwanamke au kwa sababu yeye ni mwanaume. Ataenda wapi? Ataenda wapi? Yesu na atusaidie sana. So, naomba niendelee. Nasema hivi, mtu anapokuja kukuomba msamaha, na wewe usiwe na kiburi. Usimuone kama yeye ni duni. Usione kama vile yeye basi amekuwa hovyo, hana la kufanya, yeye ni bure, yeye ni hewa, yeye ni nothing. No. Ameamua kujishusha, na wewe kubali msamaha. Hapo hata kuweka conditions. Unaweka conditions za nini? Na kuuliza, Yesu angekuweka conditions, nani angekusamehe mpaka leo si ungekuwa kule? Sio ungekuwa kwenda jehanamu wewe. So usiweke condition. Mtu amekuja na kuomba msamaha, sio uanze kufura ati unajidai wewe ni cobra, wewe umekuwa black mamba. Wapi wewe? Hakuna hiyo biashara. Yaani sasa ile mtu amekuja ana apologize, ni hapo, sio kesho. Sio mwambie ati njoo kesho. Nani unajua kesho wewe? Nani amekuja kuomba msamaha sasa hivi? Malizana naye hapo. Maana Biblia inasema kabisa, hata mnaposimama kusali, sameheni, maana msiposamehe hamtasamehewa. Unaona sasa? Ile kitu nilikuwa nakwambia jana. Aliyekosea na aliyekosewa, kama muda utaendelea kwenda, haya mambo hayajaisha ndani yao. Aliyekosea na aliyekosewa wote wako chungu moja. Wote sehemu yao ni jehanamu. Kwa sababu gani? Wanapaswa kusamehe. Tuko sawa sawa? Maana tatizo ni kwamba ulipofanywa kosa, ulikasirika, ile hasira ikazaa chuki, ikatema chuki ndani yako. Ilipotema ile chuki ndani yako, inavyoendelea kukua, itatema uadui ndani yako. Na hii itakusababisha ya kwamba utakosa kumjua Mungu, utakosa mbingu, utapoteza utukufu, utapoteza contact na Mungu, utapoteza mawasiliano na Mungu. So samehe hapo. Sasa nasema kama hamtasamehe na Mungu hata wasamehe ninyi. So mtu amekuja kukuomba msamaha, wewe ni mwanaume, useme tu kwa sababu mwanamke sasa amekuja kuniomba msamaha ndio namwekea, ndio nafanya. No, hapana. Amekuja kuomba msamaha, ni kweli ni mkeo, hapo malizana naye. Namwambia wife, let's start again. Tuanze upya na tuendelee. Ni mumeo amekuja, sasa ndio unavuta mdomo na kupika speaking. Leo kanunue chakula, sipiki nini nikusamee, kanunue pizza, kanunue baga. Hai. Kanunue pizza, kanunue baga. Hapo unasamee na mambo yanaisha. Na kwa nini Yesu unaanza kusema ngoja nikufikirie? Mtu anaomba msamaha unaniambia ngoja nikufikirie. Mimi sijaja kukutaka, sijaja kukuapproach hivyo. Mimi nimekuja kuomba msamaha. Kama amekuja kuomba msamaha, hajaja kwa ajili ya kutaka kukuoa. Achana na habari ya kwamba ngoja nikufikirie. Umfikirie nini wewe? Hapo unasamehe. Yesu na atusaidie sana. Na kama huna hiyo neema, asubuhi ya leo ninakuombea na nitakuombea Mungu akupe hiyo neema ya kusamehe, maana hiyo imeleta magonjwa mbalimbali kwenye maisha ya watu. Jamani, ngoja nikuambie hivi. Napeleka kumalizia asubuhi ya leo. Ni hivi. Kutokuomba msamaha ni kumkaribisha shetani kwenye maisha yako. Maana wewe na yeye mnakuwa mnafanana. Shetani anaga tabia ya kusamehe. Ukitaka kujua hilo, anaga tabia ya kuomba msamaha. Alikosea kule mbinguni na amepewa muda wa kutubu, akakataa. Amekataa kutubu, na wale wakati wa toba ukafungwa, ndio maana akatupwa kuzimu. Yesu na atusaidie. Akatupwa kuzimu na akafungiwa kwenye hilo shimo. Amekaa mle.
So nataka ushike vizuri, kutokuomba msamaha ni kumkaribisha shetani kwenye maisha yako, kumleta karibu na wewe. Unamleta karibu na wewe kwa sababu gani? Kwa sababu na yeye hanaga tabia ya kuomba msamaha. Alishindwa hiyo, alishindwa zamani na hawezi tena kuomba msamaha. Hiyo tabia hana. So ni kumleta shetani karibu na wewe, ni kumwambia karibu tukae pamoja, ni kumwambia mimi ni wa kwako. Kutokuomba msamaha ni kumkaribisha shetani akae na wewe. Lakini kutokusamehe pia ni kumkaribisha shetani karibu na wewe, maana hanaga tabia ya msamaha, hanaga tabia ya kusamehe. Ukitaka kujua, nenda kawaulize madevoshpas, watafute waulize. Eti uwaga ukikosea masharti kwenye hiyo kwa huyo Mungu wenu, kwenye hizo masharti zenu ambazo mko nazo kwenye kuabudu shetani, hizo masharti mko nazo, ukikosea inakuaje? Nenda kawaulize, watakwambia. Mlipokubaliana mkataba unaenda pale pale, sheria inapita hapo hapo. Tashangaa mali zinaanza, mara una nyumba zinaanza kuungua, mara una magari yanawaka moto wenyewe barabarani, kila kitu kinaisha. Kwa nini? Hanaga tabia ya kusamehe. Yesu peke yake ndiye mwenye tabia ya kufanyaje? Ya kusamehe. Ana tabia ya kusamehe. Yesu peke yake anasamehe. Yesu na atusaidie sana. So ni muhimu sana ukaikamata hii kitu vizuri. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie sana. Iko hivi, sura 27 wa kitabu cha Waefeso sura ya 4. Anasema wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa sababu gani? Kutokusamehe au kutokuomba msamaha kunamleta shetani karibu na wewe. Shetani huwa anatafuta nafasi. Jamani, vitu viwili ambavyo ni muhimu sana mtu kuwa navyo ni kuwa na uwezo wa kuomba msamaha na kuwa na uwezo wa kusamehe. Hata kama ingekuwa wewe ni nani na umemkosea nani, kuomba msamaha. Yesu na atusaidie. Jamani, naomba uelewe, hata kama wewe ungekuwa ni waziri mkuu, lakini kuna mtu umemkosea, raia wa kawaida ambaye wewe utamuita maskini fulani, huyo ambaye ni maskini fulani, nenda ka apologize kwake, kwa sababu vinginevyo usipofanya hivyo unampa ibilisi nafasi kwenye maisha yako na mbingu hutaiona. Na Mungu hatupatii nafasi mbele zake kwa sababu ya political power. Hakuna. Mungu anatupatia nafasi mbele zake kwa sababu ya usafi wa moyo, na sio vinginevyo. Sio usafi wa nje. Mtu anaweza kuwa ananuka kikwapa lakini moyo wake ni msafi. Mungu anampa nafasi kawaida. Mtu anaweza kuwa na makenya lakini moyo wake ni safi. Mungu anampa nafasi kawaida. Maana anafika mahali anasema mambo haya amewaficha wenye hekima na akili kaboni, akawafunulia watoto wachanga. Yesu mwenyewe anasema naam Bwana, maana ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Oh, haleluya. So Mungu hatupatii nafasi kwa sababu ya power tulionayo, iwe financial power, iwe political power ama vinginevyo. Mungu hatupatii nafasi kwa sababu hiyo. No, Mungu anatupatia nafasi kwa sababu ya usafi wa moyo, sio vinginevyo. Bwana Yesu asifiwe. Kama hata hii kitu hautembee nayo, Bwana akupe neema katika jina la Yesu. Asifiwe Yesu. So shika hiki kitu vizuri katika jina la Yesu, na Bwana akupe neema hii. Yaani kabisa, narudia tena, hata kama wewe ndio ungekuwa Donald Trump, hata kama ni Donald Trump amemkosea huyo ambaye atamuita maskini fulani, aende akaombe msamaha. Hata kama wewe ndio uko in power, wewe ndio rais wa nchi, kuna mtu fulani umemkosea, ni raia wa kawaida, kama unataka mbingu, shuka chini, nenda kamuombe msamaha huyo ambaye wewe unamuita maskini fulani. Nenda kamuombe msamaha ili Mungu akupe nafasi ya kuendelea. Unless otherwise, adui yuko karibu na wewe, na ili umshinde, nenda kaombe msamaha, katubie kosa lako. Nje na hapo, adui yuko pale na upanga anakungoja, na atamalizana na wewe soon. Naomba uelewe, wewe ni tajiri fulani kwa sababu ya nguvu ulionayo financial. Kuna mtu fulani unamnyanyasa mahali,
na umejua umemkosea, bro, go and apologize. Just because otherwise the devil is nearby you. Shetani yuko karibu nawe, atakushughulikia. Yesu asifiwe sana. Haijalishi wewe ni nani, una nafasi gani, kuomba msamaha hii inalazimisha kwa usalama wa moyo wako, kwa usalama wa roho yako. Maana penda usipende, kuna maisha baada ya kifo. Na wapendwa, nimesema mara nyingi, nirudie tena, wanadamu mjue, Yesu amekaribia kurudi. Kiama kimekaribia. Kiama kimekaribia sana. Sana sana sana. Mambo yanaendelea duniani sio ya kawaida. Kiama kimekaribia. So, tengeneza mazingira. Kwa nini inakubidi uwe na uwezo wa kuomba msamaha na uwezo wa kusamehe? Ni kwa sababu kama kuna kitu kiko karibu na mioyo na maisha ya watu, mara nyingi zaidi kwa siku, ni kuvurugwa, kukosewa, yaani kukwazwa, kuko karibu zaidi na maisha yako kuliko kupata hela. Kwa niseme tena, kukwazwa, kukasirishwa kuko karibu na wewe zaidi kuliko kupata hela. Kwa sababu hiyo inabidi uwe makini kweli kweli, kwa sababu hiyo ni jambo ambalo linatokea obvious, yani karibu zaidi ya mara 8 kwa siku au hata zaidi. Lazima ikatokea. Kukasirishwa ndio jambo jepesi zaidi kutokea kwenye maisha ya mtu kwa siku kuliko kupata hela, kuliko kupata furaha. Kukasirishwa kuko karibu zaidi. Ameomba nikuambie hivi, nikuongezee hili jambo. Shetani akiujua udhaifu wako. Ndio maana niliwahi kusema hivi, wokovu ni kushinda udhaifu wako. To become a new creation is to overcome your weakness. Sikia, sababu shetani akiujua udhaifu wako, akajua wewe tazo lako liko mahali fulani, udhaifu wako ni kitu fulani, kila siku atakuwa anapita hapo. Sasa kwa sababu ameshajua wewe sio mtu wa kuomba msamaha wala sio mtu wa kusamehe, amejua kwamba wewe sio mtu wa kuomba msamaha, atahakikisha kwamba kila siku anakutengenezea makosa, anakutengenezea sababu ama mazingira ya kumkosea mtu fulani. Ukishafanya hilo kosa, kwa sababu na kiburi, hautaenda kuomba msamaha, amekupata. Ndio maana nasema wala msimpe ibilisi nini? Nafasi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hicho ni kitu ambacho ni obvious kutokea, yani ni rahisi zaidi kutokea kuliko vitu vingine. Yesu anatusaidia. Kwa sababu hiyo anaposisitiza kwa baada ya kwamba tusimpe ibilisi nafasi, na maanisha kwamba tuwe watu wepesi kuomba msamaha na wepesi kusamehe, kwa sababu nje na hapo ibilisi anapata nafasi kirahisi sana. Naomba nimalizie na huu shuhuda wakati tunapokwenda kuomba. Kuna mchungaji mmoja zamani kidogo, miaka ya zamani, mahali fulani, nisikwambie ni wapi, lakini kwa ni mahali fulani, yule baba akaletewa habari zile zilikuwa za uongo kabisa. Akaletewa habari kwamba alikuwa ni mchungaji kabisa, church pastor kabisa. Sasa akaletewa habari za uongo kwamba mke wake anatembea na mzee fulani wa kanisa, mzee wake wa kanisa. Yaani mke wake ana cheat na mzee wake wa kanisa. Sasa pastor akasikia vibaya. Na hivi kweli kabisa my wife, mke wangu ninamjua kweli, navyompenda na kufanya vile na vile kwa ajili yake, ndiye ananifanyia hivi. Sasa katika hayo mazingira ule ushuhuda unasema yule baba siku moja katika kuendelea kutafakari jambo, nilikuambia madhara yake, katika kuendelea kulitafakari ile jambo linaendelea kukua ndani yake, linaendelea kuwa kubwa. Sasa siku moja ametoka asubuhi, ameenda ofisini, kwa maana ya kanisani, ameenda kule ofisini, amekaa. Sasa baadaye hasira imemzidi, anaamua kurudi nyumbani. Na anarudi nyumbani kwa maalum kabisa kwa ajili ya kwenda kufanya tukio. Akawa barabarani amekasirika kweli kweli, yani hasira imefika mwisho. Na kwa sababu alikuwa ni pastor tu ambaye Mungu amembariki, yuko na uwezo, amenunua gari yake, anatembea na gari yake, so ana drive, yuko barabarani. Akafika mahali fulani, kwa sababu ile tafakari ilivyo kali nzito, akapaki gari pembeni chini ya miti fulani, ametulia, anatafakari kwamba akifika anaanzaje na anamalizaje. Kata kutafakari hivyo, kumbe yale maeneo shetani amemsubiri pale, majini wamemsubiria pale, mapepo wako hapo wamejaa, wanamngoja. Alipofika tu pale kwenye kutafakari, anaendelea kupewa maelekezo, maana siku zote wakati unatafakari kuna viwili.
Mungu anaweza kuzungumza na wewe kwenye ile tafakari, na kama unatafakari mambo mabaya, shetani anazungumza na wewe kwenye ile tafakari. Ndivyo ilivyo, hiyo ni automatic. Sasa shetani anazungumza na anamhubiria wewe, ukifika pale fanya hivi, piga hivi, chukua tapanga yeye na vile. Wakati anaendelea kufikiria vile, akajaa mapepo. Mapepo akaingia ndani yake. Akajaa mapepo. Ameshampa ibilisi nafasi. Baada ya kujaa mapepo, akawasha gari akaondoka, sasa anaenda nyumbani. Fika pale nyumbani anafoka kama mbwa ya kichaa. Kali kweli kweli. Piga makelele. Mke wake kwa hekima ya Mungu na kwa Roho Mtakatifu akagundua, no, this is not normal. Hii sio kawaida. Siye kumuona huyu jamaa akiwa kwenye hali hii. So akapiga simu kwa siri, akatafuta wazee wa kanisa, akawatumia ujumbe, wakaja. Wamekuja pale, pastor anaendelea kuongea, anatoka pavu kweli kweli, anaongea. Kadha anaendelea kuongea, wao wakaanza kuabudu, wakaanza kuomba. Wameanza kuomba, Pastor Charlie amelipuka pepo. Hana mchungaji mzima amelipuka pepo, kwa sababu kuna vile alimpa ibilisi nafasi. Alisikia habari, hata haja confirm, ndani yake hasira imeshatengeneza chuki juu ya mkewe, na ibilisi ameingia ndani. Mapepo wameingia, wakakemea pepo akatoka. Hata kama mchungaji anakuja kueleza, unajua niliambiwa, lakini tayari hii imemfedhehesha. Napenda usipende, hiyo imempunguza kiwango kwenye huduma, imemshusha, amedrop kwa namna fulani. Ana kazi nyingine ya kwenda kujifunza upya mbele za Roho Mtakatifu, kuweza kurudi kwenye kile kiwango. Yesu na atusaidie sana. So it's very important to apologize, and it's very important to forgive. Hallelujah. Let's pray this morning. Our Father in heaven, we thank you for this time. Thank you again, our Father. Wewe ni Mungu wetu wa pekee wa milele, uketie patakatifu Bwana. Baba, ninakushukuru sana kwa sababu ya asubuhi ya leo. Nimekuja mbele zako e Bwana katika wakati huu, Mungu mtakatifu, nikikushukuru Bwana kwa sababu ya pendo lako, pendo la pekee na la ajabu, mfalme wa amani. Ninasema asante kwa vile ambavyo Mungu mwenye haki, Baba yetu na Mungu wetu, umekuwa pamoja nasi, Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Asubuhi ya leo Bwana, tuko mbele zako, mfalme wa utukufu, tukikutukuza Bwana Yesu na kukuinua, kwa kuwa peke yako unastahili Bwana. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante. Baba, tunakuomba ya kwamba Bwana mabwana umezungumza nasi na katika asubuhi ya leo. Inawezekana kuna watu fulani ambao tumewakosea, wametukosea Bwana, hatujaomba msamaha na wala hatujasamehe baada ya kukosewa. Bwana Yesu, tumekuja mbele zako, mfalme wa utukufu Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu, nimekuja mbele zako Bwana, jinsi nilivyo na jinsi tulivyo Bwana. Baba, tunakuomba utusamehe mahali ambako tumekosea na hatukuomba msamaha, na utusamehe Bwana mahali ambako tumekosewa na hatukusamehe, hata kama hatujaomba msamaha, maana unataka tusamehe hata kama hatujaomba msamaha. Tusamehe kabisa. Bwana wangu na Baba yangu, na ndio maana unaagiza Bwana ukisema, nanyi msimamapo kusali sameheni, maana msiposamehe na Mungu wenu hata wasamehe makosa yenu. Bwana wangu na Baba yangu, na hii ni kusema kwamba maombi yetu hayawezi kusikiwa kusema Mungu usikii mwenye dhambi. Baba, ninakuomba unisamehe, ninakuomba Bwana Yesu nisafishe kama kuna hali ya namna hiyo. Yesu, ninatubu, maana inawezekana iko ndani yangu huku nikidhani kwamba nimesamehe, kumbe nimelifunika jeraha kwa nje. Bwana Yesu, nakuomba unisamehe Bwana, nitakase kabisa. Tutakase Bwana mabwana, mtu mmoja mmoja, katika jina lenye nguvu, uweza, mamlaka na utukufu mwingi la Yesu Kristo Mwokozi aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, nimekuja mbele zako katika asubuhi ya leo, nikiomba Mungu mtakatifu na kwa ajili yetu Bwana, watoto wako wote Bwana, kizazi wa kutafutao. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba Kristo Yesu, Bwana, ni shauku, ni kiu, ni haja ya mioyo yetu Bwana, kwamba tuishi vile unavyotaka, mfalme wa utukufu Bwana wangu na Baba yangu, katika jina la Yesu. Ninakuomba Bwana wangu kwamba ukatutakase Bwana Yesu, na kwamba Bwana ukatusafishe, tutengeneze Bwana wangu na Baba yangu, tuwe vile ambavyo wewe unataka tuwe. Tutengeneze Bwana wangu, tuwe kile ambacho unakitaka Bwana wangu, kile ambacho kwa ajili yake ulikufa msalabani. Nataka kuwa hicho Bwana, bila kupungua neno lolote, bila kupungua pointi yoyote Bwana. Nataka kuwa kile ambacho kwa ajili ya hicho ulikufa msalabani Bwana Yesu. Nataka kuwa hicho Bwana, katika jina lenye uweza, mamlaka na nguvu, utukufu mwingi na uweza. Yesu, nakuomba Bwana wangu na Baba yangu kwamba Mungu mtakatifu Bwana, ukatutengeneze Mungu mwenye haki. Baba, ni shauku, kiu Bwana, hamu ya moyo wangu Bwana, kuwa kile ambacho wewe ulikitaka Bwana. Nataka kuwa kile ambacho ulikikusudia, ulikidhamiria, na ndicho ambacho ulikitaka Bwana Yesu. Mimi nataka kuwa hicho Bwana, bila kupungua jambo lolote
wala neno lolote Bwana mbele zako, katika jina lenye uweza, mamlaka na utukufu mwingi la Yesu aliye hai. Bwana wangu, Baba yangu uliye mwamba na nguvu zangu, Jehova, ninakuomba Bwana wangu kwamba ukafanye. Bwana wangu, ninakuomba Bwana Mungu mtakatifu, tutengeneze. Haitajelisha kwenye kunitengeneza nitaumia, acha iwe hivyo hivyo, lakini Bwana niwe kile ambacho wewe unakitaka, katika jina la Yesu. Maana ulikubali kufa msalabani kwa ajili ya hicho. Bwana Baba, naomba ukanitengeneze Bwana, kwamba ukapate matokeo ya kile ambacho Kristo Yesu, Kristo Mwokozi, ulikifia msalabani. Bwana, mimi nikawe tokeo la ile kazi Bwana, kwa jina la Yesu. Ukatutengeneze Bwana mabwana, Jehova Mungu mtakatifu, Bwana ukatufinyange vile utakavyo, vile upendavyo, vile unavyo kwamba ni vyema, inakufurahisha na inakupendeza Bwana mabwana, Baba yangu na Mungu wangu, katika jina lenye uweza, mamlaka na nguvu la Yesu Kristo uliye Bwana mwamba, Mwokozi na nguvu zetu, Mfalme. Bwana wangu na Baba yangu, katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo Mwokozi uliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, nakuomba sana, ninakuomba Bwana wangu kwamba ukatutengeneze Mfalme, tuwe kile ambacho wewe ulikitaka, katika jina la Yesu. Bwana wangu na Baba yangu, wala lisipungue neno lolote, lakini Jehova Mungu mtakatifu Bwana, ukatupe kwa kile ambacho wewe ulikitaka, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Tutengeneze Bwana, nakuomba Baba, ukatupe kwa faida yako, Mfalme wa amani. Yesu, tutengeneze Bwana, tuwe faida yako, tukawe furaha ya moyo wako Bwana mabwana, tupe kwa shangwe yako Mungu wetu na Baba yetu, tuwe furaha ya moyo wako Bwana wangu na Baba yangu. Moyo wako ukafurahishwe Bwana kuwepo kwetu duniani, ukatutengeneze Bwana mabwana, tuwe furaha yako Mfalme. Bwana wangu na Baba yangu, nakuomba ukatutengeneze tuwe furaha yako wewe Bwana, ukatukuzwe sana kwa sababu ya kuwepo kwetu duniani. Moyo wako Bwana ukafurahie kwa sababu umetuweka duniani, katika jina lenye uweza, mamlaka na nguvu la Yesu Kristo Bwana mwamba, Mwokozi na nguvu zetu. Yesu Kristo, ninakuomba mno Bwana kwamba ukatutengeneze Mfalme vile upendavyo na uonavyo kuwa vyema. Yesu, ninakuomba Bwana mabwana kwamba Bwana wangu na Baba yangu, ukatufinyange vile upendavyo, tena vile unavyoona kwamba ni vyema na inakufurahisha wewe. Hivyo ndivyo tukawe Bwana wangu, bila kupungua neno lolote, Baba yangu na Mungu wangu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Bwana wangu, ninakuomba sana kwamba Bwana ukatutengeneze vile unavyopenda, vile unavyoona kwamba ni vyema Bwana, kwamba inakufurahisha. Hivyo ndivyo tukawe Bwana wangu, bila kupungua neno. Yesu, nakuomba Bwana kwamba ukafanya makao yako ndani yetu Bwana, kama ambavyo mwenyewe umeahidi ya kwamba mtu akikupenda atalishika neno lako, na baba yako atampenda, naye mtakuja na kufanya makao ndani. Bwana wangu, nakuomba ndani yangu ukae, ndani ya kila mmoja ukae Bwana, sawa sana vile ambavyo Kristo Yesu unataka, na tunakuomba Bwana ufanye hivi, maana Bwana peke yetu hatuwezi, tunahitaji uwepo wako Bwana. Kama haukai ndani yetu Bwana, maana haujaja Bwana, wewe si kwamba umesema utakaa kwenye vyumba vyetu vya kulala, wala utakaa kwenye magari yetu, wala kwenye nyumba zetu, wala mahali popote pengine, lakini umesema utakaa ndani yetu Bwana. Tunahitaji uwepo wako kila mahali ambako tunakuwa Bwana wangu na Baba yangu, tunahitaji udhihirisho wa kwako Bwana pamoja nasi, katika jina la Yesu. Ninakuomba basi ya kwamba Bwana mabwana, na kwamba Mungu mtakatifu na ukajidhihirishe ndani na katikati yetu, katika jina la Yesu. Tunaomba Bwana wangu na Baba yangu kwamba ukadhihirike Bwana Mungu mwenye haki, Mungu mwenye uweza na mamlaka na utukufu mwingi. Bwana wangu, ninakuomba ukatutengeneze Jehova, tufinyange Bwana vile upendavyo. Baba yangu na Mungu wangu Bwana, nakuomba ukafanye makao yako ndani yetu, ukae ndani yetu Bwana mabwana. Baba, ukainuliwe, ukahimidiwe, ukapewe sifa, utukufu, heshima na adhama Bwana Yesu. Baba, ukajidhihirishe Bwana wangu, kaendelee kuheshimiwa zaidi na zaidi Bwana. Baba, tunakuomba ukae ndani yetu ukae Bwana wangu. Baba, hii ni shauku ya moyo wangu, inamaanisha kabisa Bwana wangu, tunahitaji uwepo wako Baba, kila tunapokuwa na kila tunachofanya Mfalme. Bwana, uwepo wako Mfalme uwe pamoja nasi. Roho Mtakatifu Bwana, kuomba ukatamalaki ndani yetu Bwana. Baba, ukaendelee kuzungumza nasi ndani yetu Bwana, ukakae, yawe makao yako Mfalme, yawe makao yako Bwana. Baba, ukatamalaki ndani yetu. Tunaomba Bwana ukadhihirike ndani yetu Mfalme. Tunaomba ujazo wa Roho Mtakatifu Bwana, wakati kila mahali na kila namna. Yesu, nakuomba kujaa Roho Mtakatifu Bwana kwenye kila hatua ya maisha yetu Mfalme. Bwana, tukajae Roho Mtakatifu, tujae Baba, tunakuomba tujae Roho Mtakatifu. Mpendwa, omba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, wala isiwe kawaida, lakini Bwana Yesu tunakuomba ya kwamba Mfalme Bwana ulitakalo na liwe, tujaze Roho Mtakatifu Bwana. Baba, wala tusio watu wa kawaida, tunahitaji kuwa watu tofauti waliojaa neema Bwana, watu ambao wanatembea na uwepo wako, watu ambao wanatembea na utukufu wako, watu ambao wamefunikwa na utukufu wako. Baba, tunakuomba, let your grace cover us in the name of Jesus. Let your glory
glory cover our life in the name of Jesus. Oh Bwana wangu nakuomba utukufu wako ukafunike maisha yetu. Bwana ukawe pamoja nasi Bwana mabwana. Ila mtu akadhibitisha kwamba ni kweli uko pamoja naye. Bwana kwa utukufu wako. Yesu tunaomba neema yako. Ujaze nguvu zako Bwana. Tusio watu wa kawaida na kuomba hata uwezo wako wa kiungu uwe mabegani mwetu. Hata uwezo wako wa kiungu uwe ndani yetu. Hata uwezo wako wa kiungu uwe mikononi mwetu. Hata uwezo wako wa kiungu katende kazi ndani yetu. Bwana wangu ninakuomba. Oh Bwana comfort maisha yetu. Tutengeneze upendavyo kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu kainuliwe na kuhimidiwa. Ukapewa sifa maana iko wapi faida ya kutuokoa kama hautukuzi mfalme. Yesu nakuomba ukafanya jambo jipya katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana wangu na baba yangu ninakuomba sana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba yangu nakuomba mno kama Mungu mtakatifu katutengeneze Bwana. Yesu tupe kwa kile ambacho wewe unakitaka katika jina la Yesu. Naomba Bwana wangu neema yako na iwe pamoja nasi katika asubuhi ya leo tena. Yesu ninakuomba kwa ajili ya wale ambao ni wagonjwa, wako maeneo mbalimbali, wengine wako hospitali, wengine wako nyumbani. Bwana kwa namna mbalimbali Bwana wako wanaomba, wala kusi uponyaji wala kusi uzima. Yesu nakuomba Bwana ukawaponye. Wewe ndugu ambaye anasumbuliwa na Yesu nakuomba gusa na uponye kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu wa Bwana nakuomba ukaachilie uzima ndani ya huyo ndugu kwa jina la Yesu. Uzima wako na uingie ndani yake. Roho Mtakatifu naomba ukamponye, naomba Bwana ukamuimarishe kwa jina la Yesu. Ponya mifupa, ponya kila kitu Bwana katika jina lenye nguvu la Yesu. Roho Mtakatifu Bwana nakuomba fanya jambo jipya ndani yake. Naomba uzima wako na uingie ndani yake. Yeyote aliye mgonjwa bali popote naomba ukamponye kwa jina la Yesu. Wako ambao hawana watoto wanalia mbele zako Yesu naomba Bwana kumbuka wapatie, naomba wape yule dada mtoto Bwana, mpe yule mwingine Bwana, wape kwa jina la Yesu. Na kuomba Bwana wangu wakumbuke Bwana wangu naomba wape uzao wa kiume na wa kike. Naomba usiwapite huu mwaka kwa jina la Yesu. Ninakuinulia mikono na waleta mbele zako Yesu, maana jua una uwezo wa kufanya. Naomba utende katika jina la Yesu. Baba yangu nakuomba usinyamaze, naomba usiwe na kimya, naomba usitulie kwa jina la Yesu Kristo Bwana Mungu aliye hai. Bwana wengine wana vita kwenye kazi zao. Bwana kuna vita kubwa, wanashindana na mambo mbalimbali kwa jina la Yesu. Na kuomba Bwana ukawatetee wasishushwe mshahara Bwana kwa sababu ya ile vita iliyopo. Bwana wangu nakuomba ukawashindie, wape neema ya kushinda, wape kushinda kwa jina la Yesu, wape kwa washindi kwa Yesu ulishinda. Naomba wape kushinda katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu Bwana nakuomba ukaachilie uzima wako na uwe ndani yao. Baba yangu nakuomba mno uweza wako na nguvu zako na utukufu wako na uwe juu yao, ukawaponya, ukawatetee. Bwana kwamba mtetee na mshindie wale ambao waelezi kwenye habari ya uchumi, wapiganie, bariki za mikono yao, bariki zile biashara zao, wape wateja kwa wingi zaidi, waongezee na kuwazidisha kwa jina la Yesu aliye hai. Baba ninakuomba wanapoondoka kwa ajili ya kwenda kwenye kazi zao, Roho Mtakatifu nakuomba Bwana ukawe pamoja nao, watetee Bwana, naomba tembea na wao katika jina la Yesu. Mkono mwema wa Bwana na uwe juu yako mpendwa. Mkono mwema wa Mungu wetu aliye hai na uwe juu yako, uwe pamoja na wewe, uende pamoja nawe kila mahali unakoenda. Bwana akubariki na kukufadhili, akulinde na kukuinua katika jina la Yesu Kristo. Akuweke mbali na maadui wanaokuzuia, akuweke mbali na adui shetani ambaye kazi yake ni kukuzuia. Kwa jina la Yesu Mungu akupe kushinda, na wewe ni mshindi kutoka sasa. Yes, God seekers, we are more than conquerors. We are spiritual giants. We are more than conquerors. In the name of Jesus. Amen. God bless you. Have a nice time. See you again when you see me.